baadhi ya maeneo ambako watu wanasinzia, na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali napita kuhakikisha kwamba haya yote ambayo ni maono ya rais, haya yote ambayo ni ahadi ya rais, haya yote ambayo ni ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, yale yote ambayo ni dira yetu ya maendeleo kama nchi tunakotaka kwenda, tunataka yeyote anayekabidhiwa jukumu hilo atekeleze kikamilifu. Tena atekeleze kwa weledi, atekeleze kwa umakini, atekeleze kwa uadilifu. Na haya ni maelekezo na haya ni matakwa ya nchi yetu, haya sio maombi. Kila aliyekabidhiwa jukumu atekeleze kwa uadilifu, kwa umakini na kwa bidii. Nimepita kule Tanga, nikapita kwenye baadhi ya maeneo nikakuta kasoro. Nimeelekeza hatua zichukuliwe katika maeneo ambayo nimekuta hizo kasoro. Sasa nimeshakuja na hapa Kilimanjaro, nimekuja mbali na kukagua, nimekuja pia kuelekeza hatua zichukuliwe kwenye maeneo ambayo yanahitaji hatua zichukuliwe. Tuna mambo ambayo katika karne hii kwa nchi kubwa kama Tanzania, nchi yenye rasilimali kama Tanzania, hayapaswi kuendelea kuwa kwenye mijadala. Mkuu wa mkoa, nilishakuelezea nilipofika, na timu yako yote ipo. Fanyeni kazi mambo ya aina hii. Ndani ya miezi 6 baada ya kutekeleza bajeti mpya, mnapopanga bajeti mzingatie haya. Sitaki kusikia habari ya shule ya msingi, shule ya sekondari eti haina matundu ya vyoo. Haya ni mambo ya ujima. Wenzetu walioendelea wanaoheshimu Tanzania wakisikia kuna sehemu kuna shule ila hakuna matundu ya vyoo hawatuelewi. Na maeneo mengine shida ni uzembe tu, uvivu, kutokujali, inaleta tatizo. Wanahangaika na wale wasio na jukumu la kuhangaika. Kama ninapotoa mfano pale, kuna eneo moja fedha zilishapelekwa mwaka mzima za kujenga madarasa na matundu ya vyoo, zimekaa hazitumiki kwenye majukumu yaliyokuwa yamekusudiwa kutekelezwa, na wanaotakiwa kutekeleza wapo. Yaani watumishi wilaya nzima fedha wanayo, eneo lipo, watoto wanapanga foleni kwenda chooni, halafu wao kila siku wako ofisini na mishahara wanalipwa na fedha zipo, mwaka mzima hawajatekeleza. Nilisema hatua za kinidhamu zichukuliwe, lakini nikasema hawa, kama hiyo shule iko karibu, wale watoto waende wakajisaidia ofisi ya mkurugenzi na ya afisa elimu. Mambo mengine yanaudhi. Wazazi wakiona watoto wanapata shida ya vyoo, wanaweza wakadhani ni serikali, wanaweza wakadhani ni rais, kumbe fedha imeshapelekwa mwaka mzima, watekelezaji wamekaa nayo, na usikute wameweka wapate riba. Wengine nikapita pale, ona hapa nini jengo mmemaliza. Wengine walipewa pamoja fedha za kujenga jengo kama hili hapa, fedha ya mradi milioni 343 wamegawana kwenye posho. Mishahara ipo, wamegawana na hela ya jengo. Milioni 119, milioni 110.9 wamemlipa mkandarasi, hana hata mkataba, sijui wamempa fedha ya nini. Nilimtuma waziri abaki kule afyeke wote afyeke pale wilaya ile, aanze upya. Sasa
Napenda uungwana, napenda busara, napenda ustaarabu, lakini nachukia uzembe, nachukia wazembe. Ndio maana na pale Same nilipofika nikakuta mkandarasi fundi yule, mtu wa kawaida, mpaka ndoa yake imepata shida, kashauza mpaka ng'ombe, ameshajenga tangu miaka 4-5 imepita, 2020-2022 kajenga vyoo, anadai 2 milioni miaka yote hii, wote wapo pale. Ndio maana jana nilisema sasa, ili muone uchungu wa fedha ukoje, kaeni pembeni hapo hapo, mtoe mifukoni mwenu mlipe, kwa sababu mmepuza shida yake kwa muda mrefu. Haya mambo si ya mzaha. Tunataka watu waamke, wachangamke, watu wachangamke, watu watimize wajibu, watu waache kuzoea shida za watu. Kero inafikishwa, mtu anafikisha kero kwenye ofisi ya umma, wanapokea kero na kuangalia kwingine kama wanaaga maiti. Wanazoea shida za watu. Mtu anafikisha kero, wanapokea kama salamu tu na kuendelea na mambo mengine. Haya hayakubaliki. Ubadhirifu haukubaliki. Sasa kule maeneo tulikopita nimeshachukua hatua kwenye hayo maeneo ambayo nimesema. Sasa na hapa Rombo nimekuta mhandisi wa wilaya yuko wapi? Mhandisi, mmekuwa na ujenzi wa mabwawa ya samaki kule Mraokerio. Mkandarasi amefanya kazi chini ya kiwango cha ubora unaotakiwa na amepunguza ukubwa wa bwawa lililotakiwa kujengwa. Ninyi mmechukua hatua gani?